Baba mtakatifu muumbaji, asante tena kwa ajili ya masaa haya napohitaji kwenda kujifunza juu ya idara zinazofanya kazi yako ndani ya kanisa lako. Nakusihi Mungu wetu kwa pamoja nasi. Nitumie vile upendavyo kwa utukufu wa jina lako. Ninaamini kwamba kwa uwezo wa kibinadamu hata siwezi kugusa ufahamu wa watoto wako. Ninakusihi Roho wako sasa mtakatifu akatamalaki katika viwanja hivi, ili yote ambayo umekusudia tupate kujifunza, tukapate kuelewa na kutenda kulingana na maelekezo yako. Neema yako ikawa pamoja nasi katika jina la Yesu. Amen. Amen. Idara ya shule ya Sabato ikifanya kazi kwa ufanisi itatenda kazi kwa ubora. Idara ya shule ya Sabato, wengi wamekuwa wakisema idara ya shule ya Sabato inaokisema moyo unaodunda barabara. Wengine wakasema moyo wa kanisa unaodunda barabara. Sasa ikafika mahala ukisema hiyo barabara usipoitaja vizuri itakuwa barabarani. Sasa nikualike ili tuweze kuona namna na wewe afisa wa shule ya Sabato kwa ushirikiano wote na kwa vitengo vyote unavyoweza kufanya kazi kwa ubora mukatimiza malengo yake. Idara ya shule ya Sabato ina malengo kadhaa. Ukiyaelewa utafanya kazi kwa ubora. Sasa idara ya shule ya Sabato inashirikianaje na idara ya huduma ya uchapishaji? Huwa ninapenda kuanza kuweka sawa hapo. Kwa shule ya Sabato anatangaza Sabato ya wageni, analeta budget yake. Taona kabisa ameweka kwa ubora. Tunatazamia kuwa na wageni 100. Kwa sababu ya wageni 100 tunategemea sasa tukusanye kilo 50 za mchele, kilo za maharage na mbuzi. Halafu tunategemea mhudumu wa hiyo Sabato ya wageni. Tumepanga kumwalika mchungaji Mvanga kutoka Dodoma. Halafu tumekusudia kualika kwaya ya VOP kutoka Kasulu mjini. Na katika ratiba hiyo tumepanga bajeti ya kumsafirisha mchungaji kutoka Dodoma, na tumepanga bajeti ya kusafirisha kwaya ili mambo yaende vizuri. Halafu wanaishia hapo kwenye kula na maburudisho. Sabato ya wageni inayofanikiwa, bajeti ambayo inatakiwa ichukue fungu lililonenepa kuliko yote ni bajeti ya machapisho. Bwana Yesu asifiwe. Ili wale wageni mliokusudia na huyu mhutubu mliomwandaa kutoka nchi za mbali atakapofika atahutubia. Halafu mara nyingine anasema mbona nachelewesha, maana tumeshaambiwa kuna wali, kuna soda, kuna na vikadhalika. Watakuwa tu mawazo yanafikiria hivyo. Atamaliza hotuba, watakwenda kwenye menu msosi, watashughulika nayo. Halafu kila mmoja sasa naanza, jamani ninawashukuru lakini muda huu nina uzuru kidogo. Kila mmoja naanza kutoa uzuru. Mnashangaa mnafika jioni wote wameshaisha na kile ambacho kilifundishwa na yule mtu na ile kwaya nyimbo zilizoimbwa ilikuwa tu ni sehemu ya maburudisho, vimesahaulika. Lakini ikiwa bajeti yenu mtaipanga vizuri, tutapanga machapisho ya kutosha, tena tashirikiana na mwinjilisti wa vitabu aliye eneo la karibu yenu. Ni vitabu vipi ambavyo vinaweza kufaa kwa wageni wa aina hii? Mkashirikiana vizuri, mkaainisha, mkaweka hapo, utaona Sabato ya wageni inavyofaulu vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa kuyasema hayo, nimetaka tu niwatie moyo maafisa wote wa shule ya Sabato. Hebu nione mikono yao kwa makanisa yote katika kambi hili. Ninaposema maafisa wa shule ya Sabato, hapo tutakutana mkuu wa shule ya Sabato, tutakutana mkuu wa shule ya Sabato uinjilisti, tutakutana mkuu wa shule ya Sabato washiriki, tutakutana na mkuu wa shule ya Sabato utandaji, tutakutana na kalani wa shule ya Sabato, tutakutana mkuu wa shule ya Sabato watoto. Wote hao ni maafisa wa shule ya Sabato. Mnapopanga mikakati na mipango ya shule ya Sabato, mnakaa pamoja. Bwana Yesu asifiwe.
ikiwa pamoja na mzee wa kanisa anayesimamia idara ya shule ya Sabato hapo ndani ya kanisa. Wote mnakaa pamoja, mnaiweka vizuri. Yule mzee wa kanisa kwa vile mnaye katika mipango, mtakapopeleka kwa baraza la kanisa, si mambo taenda vizuri? Jamani, tuko pamoja, tuko pamoja. Najua mzee wa kanisa na karani wa kanisa wao wanashughulika na washiriki wenye ushirika, si ndio? Lakini mkuu wa shule ya Sabato yeye anashughulika na wote waliohudhuria tu leo na kesho. Huyo naye ni mshiriki wake wa shule ya Sabato, si ndio? Watu wa Mungu. Kwa hiyo huyu ana watu wengi. Kwa hiyo tukishirikiana naye vizuri, tutaona matunda yanatokelezea. Lakini mkifanya mipango ya Sabato ya wageni mkaishia tu kwenye vyakula, halafu mkaulizwa, jamani, vitabu bajeti imeisha, hamkuiweka. Wekeni, msipange Sabato ya wageni yoyote bila kuweka machapisho. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, tunaelewana hapo au na kwenda mwenyewe? Maana nimeuliza wakuu wa shule ya Sabato au maafisa wa shule ya Sabato kwa ujumla, shule ya Sabato Injilisti, shule ya Sabato Utandaji, shule ya Sabato washiriki, shule ya Sabato watoto, wote katika jamii hiyo. Hebu nione mikono kwa makanisa yote. Ninaona tu mmoja. Anatokeza mwingine kidogo na mwingine. Upande huu. Yaani mpango wa kanisa ni kuondoa kabisa na kumaliza watazamaji. Wote wanashiriki. Si ndio jamani? Wote tushiriki. Wengine wasiwe watazamaji. Na mtazamaji kwa bahati mbaya, hata wale wanaoangalia mipira, mtazamaji anajua kucheza kweli kweli kuliko wale walio uwanjani. Yaani akipiga taka kosa anasema jana angepeleka hivi. Nifunga bao. Haya, wewe sasa ingia uwanjani. Tabu inaingia. Kwa hiyo nikusihi katika mpango wa wokovu usiwe mtazamaji. Fanya kazi, shiriki pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa wale maafisa wa shule ya Sabato mlioko hapa, ili uweze kufanikiwa katika idara yako ambayo Mungu amekupa dhamana kwa mwaka huo, kwa kipindi hicho, kila hatua, kumbuka idara zimewekwa hapa ili zishirikiane kufanya kazi ya Mungu. Usije ukafikiria kufanya tu mwenyewe, shirikiana na idara zingine. Shule ya Sabato ambayo ni programu ya msingi ya elimu katika kanisa ina malengo manne: kusoma maandiko, ushirika, huduma kwa jamii, kusisitiza utume ulimwenguni. Mnayaona malengo hayo? Hayo ndio ya msingi, kusisitiza utume. Kwa hiyo ndio maana kwa shule ya Sabato hakai, wakati wa shule ya Sabato yote hakai wala hatulii wala hakai kufundisha darasa. Yeye kazi yake ni kukagua madarasa kama malengo ya shule ya Sabato yanafikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, tuko pamoja? Lazima mkuu wa shule ya Sabato utembee kwenye madarasa uone, je, malengo yaliyowekwa yanafikiwa? Ukiona yanafikiwi, kazi yako ni kuwatia moyo wengine ili tufikie malengo yaliyokusudiwa. Na kufikia malengo yaliyokusudiwa ni kuona watu wengi, wale watu mnaoalika kwenye Sabato za wageni watokane na wale ambao wameshughulikiwa na madarasa. Bwana Yesu asifiwe. Wameshughulikiwa na madarasa. Madarasa yanashughulika, na mnapopanga Sabato ya wageni, wale ndio wageni namba 1 wanaalikwa. Wanapokuja wameshajifunza kupitia programu za madarasa, wamegawiwa vitabu, wamepata vipeperushi na masomo ya sauti ya unabii na masomo ya ugunduzi. Kwa hiyo wanapokuja kwenye huu mwaliko wa Sabato ya wageni, wanakuja tu kukatishwa shauri. Malengo yanaendelea kufikiwa na jina la Bwana linaendelea kutukuzwa. Bwana Yesu asifiwe. Hapo malengo yatafikiwa ikiwa idara ya shule ya Sabato haitacheza mbali na idara ya huduma ya uchapishaji. Machapisho lazima yatembee, machapisho lazima yahusike. Nataka nikwambie, kanisa hili la Waadventista wa Sabato, ukiondoa idara ya huduma ya uchapishaji, ukaiondoa idara hiyo kanisani, hakuna tofauti na Wakatoliki, hakuna tofauti na wapagani.
kwa sababu kanisa hili linakuwa tofauti kwa sababu ya kujikita kwenye usomaji wa maandiko. Maana kila kitu ni maandiko, kila kitu ni machapisho. Biblia iko hapo, ni machapisho, sijui lesoni zinakuja, yaani hakuna namna yoyote. Hivyo ni kusihi ushirikiano uwe wa hali ya juu ili kuliimarisha kanisa la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni wangapi wananielewa? Bwana awabariki. Sikia, kisha yaona malengo hayo makuu manne ya shule ya Sabato, tembea katika hayo, sisitiza hayo, sisitiza hayo. Lengo la kwanza kusoma maandiko. Ndio maana tunasisitiziana, na kwenye madarasa, kwenye zile kadi, kuna kipengele kinauliza waliosoma lesoni zao kila siku, waliosoma usomaji wa Biblia kwa mpango, waliosoma kesha la asubuhi. Hivyo ndivyo vinafanya uone kwamba je, lengo la usomaji wa maandiko linafikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Lengo namba 2, ushirika. Ushirika ni yale madarasa ya watu 4, watu 6 hadi 8. Sio kujifurahisha, yamepangwa kwa mpango mahususi ili mkiwa wachache ni vizuri kujumuika pamoja, na mnapofika mnaulizana, jamani, fulani hajafika, nani mwenye taarifa naye? Mmoja anasema ndiyo, nina taarifa zake, aliniaga amesafiri. Bwana Yesu asifiwe. Au nina taarifa zake, anaumwa au anauguza, au na chochote ambacho kimetokea, muwe na taarifa. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa hatuna taarifa, mpange mpango mahususi hapo hapo. Jamani, sasa tukimaliza ibada kama darasa, twende tukamwone mwenzetu kuna nini kilichomsibu, au tukimaliza basi mmoja kati yetu akaliwakilisha darasa, akamuone kuna jambo gani lilomkuta, kwa nini hajaja, alafu Sabato ijayo atuletee taarifa. Hayo ndiyo malengo ya shule ya Sabato, ushirika. Bwana Yesu asifiwe. Tunakuwa na ushirikiano wa hali ya juu sana, yaani hata jambo lilomkuta mmoja wenu halijafika kwa shemasi, halijafika kwa mzee wa kanisa, halijafika popote, lakini wanadarasa mwe mmeshapata habari. Bwana Yesu asifiwe. Ushirika, tuko pamoja. Huduma kwa jamii. Sikiliza, huduma kwa jamii ndio maana kila tunapoanza mjadala wetu wa lesoni tunaulizana ni wangapi waliosaidia. Nguo zilizotolewa, chakula kilichotolewa, thamani ya fedha iliyotolewa, hivyo vyote vinasimama katika msingi wa huduma kwa jamii. Tumeitwa ili tuwe baraka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ikiwa darasa haliyafanyi hayo, bado linapungua katika malengo mahususi ya idara ya shule ya Sabato. Jambo lingine, kusisitiza utume ulimwenguni. Kusisitiza utume, tunasisitiziana tufanye kazi. Darasa likifanya vizuri, mtaiona kazi itaenda. Mahala fulani walikubaliana darasa liwe linaenda kujifunza, yaani darasa liwe linachukua muda katikati ya wiki, wanaenda kwa familia moja. Alafu ile mwanafamilia wanamwambia, sasa wewe utatualikia majirani ili tujifunze pamoja nao. Kweli hilo darasa likafanya hivyo, na hatimaye wakayaona mafanikio makubwa, na hatimaye wakatengeneza Sabato ya wageni ya aina yake ambayo ilifanyikia kule nyumbani. Na yule mwanadarasa akawaalika wale majirani wote ambao wanawaalika wanajifunza pamoja. Naendelea kwanza kuwaona wale wenye mapenzi mema, unashughulika nao. Bwana Yesu asifiwe. Wakafanya hivyo mpaka leo limeshatengwa kuwa kanisa. Lakini chanzo hivi vikosi vya shule ya Sabato. Kwa hiyo ninaamini kwamba vikosi vya shule ya Sabato vikifanya vizuri, mafanikio yanatokeza. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ili kutembea katika hayo malengo mahususi, ni lazima kwa shule ya Sabato fanya sehemu yako kwa uaminifu. Kalani wa shule ya Sabato na wale wote wakurugenzi waandamizi wa shule ya Sabato,
kila mmoja afanye sehemu yake. Bwana Yesu asifiwe. Ndio yule mkuu wa shule ya Sabato uinjilisti ahakikishe anahimiza uinjilisti kweli kweli, anahakikisha anafanya sehemu yake kwa uaminifu. Yule mkuu wa shule ya Sabato washiriki anahakikisha anawahimiza washiriki na kuwatia moyo. Kila mshiriki awe na lesoni, kila mshiriki aisome na mambo yaweze kwenda vizuri. Hivyo ndivyo kugawana majukumu. Kuna wengine nakuta ni mkurugenzi wa shule ya Sabato washiriki, lakini hajui cha kufanya. Wanajua si yupo tu mkurugenzi huyo, tena wanaruga huyo si ndio bosi. Yaani wao wametulia tu mpaka mwaka unaisha, hawajafanya chochote. Hapana. Shirikiane, kila mmoja atambue majukumu yake, mshirikiane na mtaona mafanikio yakitokeza. Ndio, shule ya Sabato ni tawi muhimu la kazi ya mishonari, sio kwa sababu tu hutoa maarifa ya neno la Mungu kwa vijana na wazee, lakini kwa sababu huchochea ndani yao moyo wa kupenda ukweli mtakatifu wa neno la Mungu. Shule ya Sabato ndiyo kazi yake kusukuma msisitizo kila mmoja apende neno la Mungu na hatimaye apate kulisoma. Ndiyo, na mahala pengine kwenye makanisa ambayo yameshaona umuhimu na uzito wa shule ya Sabato, hakuna mshiriki ambaye anakosa lesoni. Nilitambua ya kwamba kumbe wengine wanakosa lesoni kwa sababu unaweza kukuta mkuu wa shule ya Sabato yuko anasisitiza kukusanya pesa za lesoni ili waweze kuagiza, mshiriki mwingine hayupo. Hata zinaagizwa, atakapokuja nakuta ameshakosa lesoni. Kwa hiyo wengine wanaweka budget, wanaangalia mshiriki nilio nao kanisani ni wangapi, washiriki wenye uwezo wa kulipia fedha ya lesoni ni wangapi, alafu anachukua budget ya kanisa wanaagiza lesoni. Lesoni zinapokuja washiriki wananunua, maana ziko hapo, kila mmoja ananunua. Halafu kuna wengine imani imepungua, kutoa pesa hajaona lesoni, inakuwa mgogoro. Lakini lesoni ikiwa hapo, hakuna anayeikosa. Hiyo ni mipango ambayo wengine wameifanya na hatimaye wakafaulu. Kipindi cha nyuma kule lesoni wanapochapisha kule Ufunuo, wakati ule ikiwa TAP, Tanzania Adventist Press, walikuwa na mkakati wa kuwatangaza makanisa ambayo yamefika 100% ya ununuaji wa lesoni kwa washiriki, kiwemo kanisa la Kijenge. Hapo nimefaulu kuwa pale na nikawauliza mafanikio yalitokanaje. Ndio waliniambia hayo, tulikuwa tunachukua budget ya kanisa kununua lesoni, halafu washiriki wanakuja tu wananunua, ziko hapo, na washiriki wote, ilikuwa ni mkazo, washiriki wote wananunua lesoni za walimu. Halafu zile ndogo zile mnazoziita za wanafunzi zile, walikuwa kila darasa linazilipia, zinakuwepo hapo kwenye darasa kwa ajili ya wageni wanaokuja. Mgeni anakuja kwenye darasa hana lesoni, anapewa lesoni, anasoma, kina anatiwa moyo na yeye anunua. Halafu lesoni kiisha, hizi ni kwa ajili ya wageni, anarudisha hapo. Sabato ijayo wageni wanaokuja nao wanapewa, wanasoma, mnakuta mambo yanakwenda vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka hapo wangapi wamenielewa? Haya, mwenye swali, hususan wale walionyosha, maafisa wa shule ya Sabato, pale ambapo naona changamoto, ili tuweze kwenda pamoja. Karibu. Ndio. Wengine wanadai kwamba anapoinunua lesoni hata akiisoma haielewi. Huwa ndicho kizingizio cha mtu huyo kwamba anapoinunua lesoni hata akiisoma haielewi. Sasa kanunua lesoni ya nini na haielewi? Halafu lesoni la pili, katika upande wa kuhudumia jamii, kwamba wale waliosaidia, kuna wengine ambao hawataki kujionyesha kwamba amesaidia. Hata ukienda tu kumwonyesha kwamba umesaidia wangapi, aidha ulizozitoa ya msaada, aidha msaada gani uliotoa, hataki kusema kwamba mimi nitajulikana kwa Mungu. Je, mtu huyo ataidiweje? Asante sana. Swali la kwanza, yule anayekataa kununua lesoni kama hata kisoma haelewi, wewe muulize, lakini unatamani kuelewa? Maana uelewa na uko tofauti. Ni kweli kuna watu wanaisoma hawaielewi,
lakini kuna matabaka mawili. Kuna wengine anasoma hajielewi, lakini anatamani kweli kuelewa. Mtu wa namna hiyo ni mzuri, lakini yule ambaye yeye hataki hata kuelewa, huyo sasa namna kumsaidia ni kumwombea ili Roho afanye kazi ndani yake kweli kweli. Lakini yule naye ambaye yeye akisoma haielewi, lakini anatamani kuelewa, muendelee kumwombea. Lakini mkuu wa shule ya Sabato weka mikakati. Kuna makanisa kadhaa niliyopita, wao wanaweka mikakati mchana. Wanamuomba mzee wa kanisa, kama kuna vipindi vya mchana, tunaombeni hata kasaka moja tuweze kuwa na kipindi cha lesoni. Hicho kipindi kikitangazwa, unakuta wengi kweli wanakuja huo mchana. Sasa ndipo pa kudadavua wale wote ambao sasa wanasema wakisoma hawaelewi, waje. Zikitengenezwa programu za namna hiyo, kweli watakuja na watajifunza. Yaani utauliza shida iko wapi ambapo huelewi, naanza kuelewa. Na huyo tena kuna kipindi kingine mwambie kila saa 2 basi asubuhi unawaji. Hivyo vyote ni vitu ambavyo vitamsaidia na kumfanya pale ambapo haelewi paeleweke na asaidiwe. Lakini yule ambaye haelewi na hataki kuelewa, haya mwalimu. Kwa hiyo wapo watu wa namna hiyo. Tuendelee kuwasaidia, tuweke program kadha wa kadha zitakazowafanya waweze kupata muda. Najua tule tukaleka muda kakujadili lesoni hakatoshi. Na kule nyumbani nakuta yuko mwenyewe. Sasa hakuna namna. Lakini hebu mtie moyo, mwelekeze hizo program zinazoweza kumfanya akaelewa na akaleta shida yake ilipo. Changamoto ni wapi uelewi. Sawa mzee? Yule ambaye wakati wa nani aliyetoa msaada yeye hasemi. Lakini kama una hakika ametoa msaada lakini hasemi, usihangaike naye. Wewe mwache, kila mtu na kalama yake. Wengine ndivyo walivyo. Nimekutana na mwingine hata zaka zake anasema mimi sitaki kuandika wala sitaki nini, yeye analeta tu anaweka humo, hataki ajulikane, lakini anatoa. Lakini pia kuna wengine wanajificha kwenye kichaka. Kutoa hatoi, ili ukimuuliza anasema mimi sitaki kujulikana, kumbe hatoi. Sasa hao wote Mungu anawapenda. Ana namna ya kuendelea kuwasaidia. Sisi kazi yetu ni kuombea. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mwingine mwenye swali? Unajikuna au unafanyaje? Naona mwingine anafanya hivi, alafu anarudisha chini. Nilikuwa na mkuu wa mkoa Tabora, alikuwa akisema, wewe, hebu nyosha tu mkono kama unajikuna." Sasa naona wengine wanafanya hivyo alafu wanarudisha. Basi mimi kazi yangu ni kuendelea, nihakikishe dakika zangu ninazitumia kwa uaminifu. Hapo kwenye shule ya Sabato nitaka niguse vipengele hivyo, nadhani kwamba sasa tunaelewana. Maafisa wa shule ya Sabato nimeshawainisha ili kwamba tuweze kufanya kazi kwa ushirikiano. Baraza la shule ya Sabato, hicho ni chombo cha utawala cha shule ya Sabato kinachoundwa na mkurugenzi na wengine ambao nimewainisha, lakini ikiwa ni pamoja na mzee wa kanisa anayesimamia idara hiyo ya shule ya Sabato aliyechaguliwa na baraza na mchungaji. Wakati wa mipango mahususi ya shule ya Sabato iwekwe wazi, watu hawa wawepo ili mshauriane na mambo yote yaweze kwenda vizuri. Mkurugenzi wa shule ya Sabato hana budi kuitisha kikao cha baraza shule ya Sabato iwezekanavyo mara baada ya maafisa hao kuchaguliwa, ili kuteua maafisa wengine kadiri inavyohitajika kwa ajili ya vitengo mbalimbali ambao hao si wajumbe wa baraza. Hawa wanaweza kuwa pamoja viongozi wasaidizi wa vitengo, waratibu wa vitengo, wa inchaji, wapiga piano au organi wakati wa shule ya Sabato na yote hali kadhalika namna hiyo. Lakini katika idara hii ya shule ya Sabato kuna watu ambao wanauliza, wengine hawajui wafanye lipi na waendeje. Kuna kitengo cha idara ya shule ya Sabato utandaji. Hicho kinasahauliwa sana, lakini nacho ni cha muhimu sana. Utendaji wake wa kazi uko hivi. Katika shule ya Sabato kuna washiriki wa shule ya Sabato, wengine ni wagonjwa wa muda mrefu na wengine ni wazee ambao wanashindwa kutembea kuja kanisani. Hao wanapaswa wahudumiwe nyumbani kwao. Wakati wa shule ya Sabato, mkurugenzi wa idara ya shule ya Sabato utandaji anaandaa ratiba, anapanga Sabato ijayo watakao kwenda kuhudumia,
kwa mzee fulani au kwa mgonjwa fulani ambaye ana changamoto muda mrefu ameshindwa kuja kanisani, angalau anapelekewa huduma ya shule ya Sabato. Na hiyo huduma inaishia pale saa 4:45. Shule ya Sabato inapoisha na wenyewe wamemaliza kumhudumia, wanarudi ili angalau wapate vionjo vya shule ya Sabato. Jamani, tuko pamoja mpaka hapa? Ni wangapi wa viongozi wa shule ya Sabato wanaelewa huduma hizo? Aha, unaielewa. Na kanisani kwako mnaifanya? Hamna au hawapo? Kwa mnafanya? Wewe uko kanisa gani? Mtala. Na ile kule kanisa gani mzee? Urusi. Nyinyi hamfanyi? Hawa wanafanya au ninyi hawapo wahitaji? Hakuna wazee? Hakuna wagonjwa ambao wamekuwa na changamoto ya ugonjwa muda mrefu kushindwa kuja kanisani? Wakiwepo ndio kazi ya huyu mkurugenzi wa idara ya shule ya Sabato utandaji. Kazi yake ni kuangalia, ni kumuleka hawa washiriki wa shule ya Sabato wanaoshindwa, tupange namna ya kwenda kuwahudumia. Bwana Yesu asifiwe. Na kwenda shule ya Sabato ikiisha yule muda mnarudi kanisani. Angalau na mkienda kule huduma zote na yeye apate angalau kionjo cha somo la ukuziaji, pate kionjo cha somo la utume. Mjadili lesoni kwa pamoja. Mkimaliza hapo napeana mikono, shule ya Sabato imeisha, mnarudi. Mkifanya hivyo mtaendelea kuwatia moyo watu hao nao ili mambo yaweze kwenda vizuri, kama vile ambavyo mashemasi wanaopelekea meza ya Bwana wale wagonjwa walioshindwa kuja na wale wazee. Hata shule ya Sabato nao tunawapelekea hivyo. Nafikiri kwa shule ya Sabato niishie hapo. Nimeambia kwamba idara ya shule ya Sabato ili fanikiwe vizuri ni lazima ifanye kazi bega kwa bega kwa ushirikiano na idara ya huduma ya uchapishaji. Huduma ya uchapishaji huratibu na kukuza uinjilisti wa vitabu chini ya usimamizi wa Baraza la Huduma ya Uchapishaji pamoja na taasisi husika katika eneo hilo. Yaani kazi ya idara ya huduma ya uchapishaji kanisani, kazi yake ni kukuza na kuratibu uinjilisti wa vitabu kanisani. Na uinjilisti wa vitabu kanisani ukoje? Kuna makundi mbalimbali. Kuna uinjilisti wa vitabu full time, kuna uinjilisti wa vitabu part time, kuna uinjilisti wa vitabu wanafunzi, lakini kuna uinjilisti wa kununua na kugawa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa katika makundi yote hayo, mimi ninataka nisisitizie juu ya uinjilisti wa kununua machapisho na kugawa. Huo nao ni uinjilisti uliotukuka. Huo nao ni uinjilisti ambao Mungu wa mbinguni anauthamini sana, maana ni sehemu ya uinjilisti. Unaweza kusema sasa mimi nitanunuaje na kugawa, nitanunuaje na kugawa? Wewe katika kila ambacho Mungu anakujalia, jipange tu kwamba mimi nitanunua kitabu kulingana na uwezo wako. Kiwa na uwezo tu kidogo, unaweza kusema basi ili shamba nilolima nikivuna lazima niwe na sehemu ya kununua vitabu na kugawa. Bwana Yesu asifiwe. Katika kaka biashara tajitahidi nikipata ka faida angalau mara moja kwa mwezi nipate kitabu. Yule aliyejaliwa mtumishi ambaye ana mshahara kila mwezi, kwamba katika kaka mshahara na mimi angalau ninunue vitabu na kugawa ili niweze kuwa sehemu ya kazi ya Mungu. Najua kwa kazi ya Mungu kuna wengine kiwauliza wainjilisti walioko hapa ni wangapi, hawanyoshi. Lakini ipo njia pekee inayowezekana. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi kushindwa kununua na kugawa. Wewe kazi yako ni kuainisha vitabu gani. Wewe kazi yako ni kufanya urafiki, kuwa karibu na mwinjilisti wa vitabu aliye karibu, ili utambue vitabu alivyo navyo. Kwa mfano, hapa nina kitabu kimoja kimeandikwa Jipatie Amani Moyoni. Na unapokusudia kufanya uinjilisti wa namna hiyo, elewa kwanza mahitaji ya watu. Tunaishi katika ulimwengu ambao changamoto ya amani inatoweka. Sasa angalia kitu ambacho kitakuwa rafiki kwa mahitaji ya watu. Jipatie amani moyoni. Unafikiri ni nani ambaye hahitaji amani moyoni? Unafikiri ni nani ambaye hahitaji amani? Siku moja ikiwa mwinjilisti wa vitabu tulitembea kama timu, tukagonga mlango kwa nyumba moja,
tukakuta mke na mume wamekaa mezani, wako kimya, wote wako kimya. Tuligonga mara ya kwanza kimya, mara ya pili kimya, mara ya tatu baba akasema karibu kwa hasira na sisi hatukujali, tukasema asante, tukaingia tukampatia vitabu vidogo vidogo kama hivi, watu uzi kimoja kimoja, tunauza kama seti. Jipatie amani moyoni. Hiyo nyumba amani ilikuwa imeshavurugika, yaani mambo yalikuwa yameshaharibika. Wamegombana sasa, hapo wamekaa wanapumzika kwanza ili waliendeleze tena. Sasa kuwepo katika ile nyumba, tukitaka kuaga, baba anasema ngoja kwanza, mama yeye nuna tu yuko hapo, hata haongei. Kumbe kuna changamoto lishatokea. Sasa sisi tunaendelea, tukitaka kuaga, baba anasema ngoja kidogo niangalie. Anaendelea kuangalia vingine, sisi tulishaona jipatie amani, tumeshamwekea seti hapo, tumeshamuuliza ukubwa wa familia yake, alishatuambia kwamba kila mwana familia patie hiki kitabu ili amani tawale hapo nyumbani. Mama anasema na, lakini mama amenuna. Tulipomaliza tukatoka, siku nyingine tulikutana na yule mama, ametabasamu akasema, watumishi, Bwana wabariki, siku ile mlikuja maalum. Yeye akaanza sasa kusimulia kilichokuwa kimetokea. Kila mmoja anahitaji amani, kila mmoja anahitaji amani. Lazima tuangalie mazingira. Kuna vitabu vingi viko hapa, vitabu viko vingi. Kuna Sabato ya Kweli, kuna Jipatie Amani, kuna Wafu Wako Wapi, yaani kuna vitabu vya aina nyingi. Sasa lazima uangalie hayo maeneo unapoenda, unahitaji kuwafikia watu wa namna gani. Kuna watu kuifikia na kitabu kimeandikwa Sabato ya Kweli. Unajua dunia hii shetani ana chuki kubwa na Sabato. Sasa ili uanze kwanza kufungua njia, uanze kutengeneza mlango wa kuingilia. Unajua huwezi kuingia ndani bila kufungua mlango. Tafuta namna ya kufungua mlango. Jipatie amani moyoni. Kila mmoja anahitaji amani. Nchi nyingi, mataifa mengi wanahitaji amani. Lakini namna ya kuisaka hiyo amani, ndipo sasa kunapokuja utofauti. Watu wanatengeneza silaha, mabomu, eti wanasaka amani. Amani haisakwi kwa mabomu na silaha. Lazima Mungu aweze kutawala. Kwa hiyo nikupendekezee katika mikutano hii. Tumesema kesho. Kwa hiyo wafikiria. Najua kuna wengine wanaishi na majirani, wanashughulikia migogoro kila siku. Tena wewe Mwadventista ambao Mungu amekubariki nyumba yako ina amani, sasa wewe ndio msuluhishi. Wanakuja, mama fulani, mbona wewe una amani misiti, kila siku tunagombana. Mama fulani, njoo basi, njoo. Sasa nenda na kitabu cha Jipatie Amani moyoni. Bwana Yesu asifiwe. Usiende hivi. Asante. Usiende hivi. Ili idara ya huduma ya uchapishaji uweze kufanya kazi kwa bora, ni lazima washiriki tuamke na kufanya kazi pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengine wanapeleka kesi kwa wainjilisti. Wanampigia simu, mbona siku hizi utupigii simu? Mbona siku hizi ututembelei? Wewe mpigie simu. Muulize mtu wa Mungu, una vitabu gani? Njoo, yaani ukimuuliza una vitabu gani njoo ulete. Hata kama kulikuwa na jambo lingine lazima atakuletea kwanza. Maana ndio amepewa dhamana ya kusambaza kwa uzuri. Lakini akishirikiana na sisi. Kwa hiyo niwaalike tuweze kuwa na ushirikiano uliotukuka ili kila idara, kila anayesimamia idara ndani ya kanisa ajisikie raha. Maana kama kuna ushirikiano, kila mmoja atatamani kufanya sehemu yake. Lakini kuna wengine wakishika idara wanaachanizwa mpaka kwenye uchaguzi wa kumchagua anasema, jamani nahitaji kupumzika. Mimi wanawauliza, hivi ulibebeshwa tani ngapi? Unahitaji kupumzike? Ni kwa sababu ushirikiano unapungua. Nikusihi, kila kanisa lina mkurugenzi wa idara ya huduma ya uchapishaji kanisani, si ndio? Kuna miongoni mwao yuko hapa, mkurugenzi wa idara ya huduma ya uchapishaji kanisani. Anachaguliwa na baraza la kanisa. Na huyu ndio wajibu wake kusukuma utawanyaji wa machapisho kanisani. Kuhakikisha kila mshiriki anasoma. Najua huwezi kupenda kitu mpelekee mwingine ambacho wewe mwenyewe hujui kuna nini ndani yake. Lazima kuhimiza usomaji wa machapisho yetu,
na kuhimiza kugawa machapisho yetu. Tukifanya hivyo, utaona jinsi ambavyo kazi itakuwa nyepesi. Kila mmoja atatamani kushika idara, na akishika idara, ushirikiano wa kutosha, na kila mmoja atafurahia kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kuyasema hayo, kitabu hiki kina gharama ndogo tu. Jana mwinjilisti alisimama hapa akasema hakuna sababu ya kuanza kuambia bei, utasogea mezani. Sasa mimi nataka nikwambie bei ili ujiandae. Kesho wewe ni kuja tu kusema kwamba mimi nataka vingapi. Sio kitu, vipo na vingine. Mimi nimekupendekezea kwa sababu hitaji la ulimwengu tulio nao ni kutafuta amani. Nyumba nyingi zinataka amani. Ukiona nyumba nyingi wanaachana, baba na mama waliopendana miaka ile wakasema I love you baby, silali, halafu naona miaka kadhaa imepita wameachana, amani imepotea. Sasa ili kurejesha amani, soma kitabu hiki cha Jipatie Amani Moyoni. Soma kwa uzuri, halafu mpatie na rafiki yako akisome. Ukiona na mwingine, mpe na mwingine akisome, ili kazi ya Mungu iweze kusonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Hiki kitabu ni shilingi 4,200 tu. Mimi huwa simumunyi maneno, ninakwambia ili ujiandae. Kesho tunapoanza programu ya kununua machapisho na kuyagawa kwa majirani na ndugu na jamaa na marafiki hapa Muzie, usiseme kwamba sikujua, nilikuja na pungufu. Njoo na shilingi 4,200 mara chaguo lako. Utachagua kwamba sasa mimi nataka vingapi? 4,200 mara ngapi? Na sasa kwa sababu nimekusisitizia, umeona uhitaji wa kanisa jinsi ambavyo litasonga mbele, watu watamwelewa Yesu kupitia machapisho yetu, na umeona idara ya shule ya Sabato inavyohimiza usomaji na huduma kwa jamii na uinjilisti. Sasa kila mmoja kwa kweli kesho aje amejipanga kwa kiwango kidogo sana. Ambaye atachukua kitabu kimoja ni yule kijana mdogo, lakini yule baba mtu mzima ambaye Mungu amembariki, fikiria kufanya kwa ukarimu. Maana Biblia inasema apandaye haba atavuna, na apandaye kwa ukarimu Bwana awabariki. Ni wangapi wananiahidi kwamba mchungaji, kumbe ni 4,200. Sasa mimi najipanga kesho kufanya vizuri. Mchana huu kama huu najipanga kufanya vizuri ili majirani zetu wapate machapisho. Hebu punga mkono pamoja nami. Punga tu kwa ukarimu. Yaani kipunga mkono na Mungu ataona. Lakini kiamua tu kunyuti, Mungu naye akinyuti baraka zake kwako, hivi wewe utasogea? Jamani, tuambiane tu kweli. Hivi kwani kuna shida gani kupunga mkono tu hivi? Tunafanya na zoezi haya, punga mkono basi nione. Utapanga kwamba sasa 4,200 mara ngapi? Mara 2, mara 3, mara 4, mara 5, na Bwana atakubariki. Simama tuombe. Ulikuwa na swali hapo? Hebu ngoja kwanza nione kiongozi wangu ananiambiaje. Dakika kamoja. Uliza. Swali langu limehusiana na kusambaza vijizo aidha vitabu vya unabii. Ndio. Tunahitaji labda tupate mbinu ni jinsi gani tuweze kusambaza hizo vitabu, kwa maana mimi kama mimi niliwahi kusambaza kitabu cha roho ya unabii, hasa kinachohusiana na Pasaka. Ilikuwa Christmas, kitabu cha Christmas. Sasa jamaa nilipokutana naye nikampatia tu kile kitabu. Nikasema hapa bwana, hiki kitabu kina maneno mazuri, yaani ukisoma yaani utabarikiwa sana. Jamaa alipokiangalia kwenye daraja tu hapa, akakisoma halafu akanirudishia hewa kwa kitabu chako. Nikasema yaani kuna maneno mazuri huko. Nani kisomea tumetulia. Jamaa akasema kwamba kama nataka yaani mimi ni kweli kitabu ndio nikakisoma, halafu nipigiwe imani yangu. Hebu chukua. Kweli mimi nilichukua kile kitabu nikaendelea na safari. Halafu pia kuna mwingine ambaye nimempatia tumaini kuu. Nikasema kwamba pale popote pale utakapokuwa umekisoma hauelewi, hebu nipate majibu ili tusaidiane. Jamani, kwa nini mkagua, lakini mpaka wa leo sijakutana kwamba vipi kila kitabu ulifanyia kazi. Ndio huo nasoma, ndio katika kusoma kwako hakuna mahali ambapo labda unajiuliza swali hapana. Sasa mpaka wa leo
kile kijitaba nacho ni kimya. Sasa hebu tunahitaji labda mbinu za kusambaza hizo vitabu vya roho. Halafu pia unaweza ukampatia kijitabu, halafu baada ya hapo ukakikuta kipo barabarani kinataka hakuna mwenye nacho, hakuna mtu mwenye nacho, kinabaka. Mbona tulisambaza vitu vya namna hii? Mbona sasa viko barabarani? Hivi shida ni nini? Hebu tusaidie mbinu za kuweza kusambaza hivi vitabu vya roho ya unabii sasa. Asante sana Barikiwa. Nimekuambia kwamba lazima ujue namna ya kufungua mlango. Huyo aliyekikataa kabisa ondoka nacho, nataka kipindue imani yangu, jua namna ya kufungua mlango. Kijua namna ya kufungua mlango, utamjua huyu ni mtu wa imani gani, halafu ujue kwanza cha kutengeneza mahusiano. Ndio maana nimekuambia hiki kitabu cha Jipatie Amani Moyoni, hakuna ambaye hataki amani. Anataka amani. Akikiangalia naona hakuna shuti ya moja kwa moja kwa imani yake. Anataka amani. Utakutana na ugomvi. Lakini sasa umempelekea kinachoshuti moja kwa moja. Alafu kwa bahati mbaya wa Adventista wengine tuna shida. Tunataka tu ule ujumbe mkali ndio tutangulize. Kuna wengine wanasema mimi anampigia mwinjilisti nitafutia sabato ya kweli. Maana kuna watu hapa hawajui sabato, nataka niwapelekee kwanza hiki. Tafuta kwanza cha kufungulia mlango. Bwana Yesu asifiwe. Cha kufungulia kwanza mlango. Kishajenga mahusiano sasa ndipo na kingine unaweza kumpelekea. Hiyo ndio bili. Lakini huyu ambaye umempa, amepokea, ukimuuliza anasema ninasoma, lakini unamuuliza unamfanyaje, wewe endelea kumwombea. Mungu atagusa moyo wake. Muda wangu umeisha. Kesho nina kipindi kingine, nitajibu swali linalofuata na kumalizia na kuendelea na idara zingine. Bwana Yesu asifiwe. Wewe hivi vingapi kesho? Basi Bwana kubariki. Tusimame tuombe. Baba mpendwa na Mungu mtakatifu, tunakushukuru kwa ajili ya wingi wa fadhili zako. Tunakushukuru kwa yote ambayo unakusudia tuweze kuendelea kuyaelewa kwa ajili ya kazi yako. Tunakuomba sasa ukatupatie ushirikiano. Kila idara na kila anayesimamia idara, wampe moyo wa kushirikiana na idara nyingine kwa ajili ya utukufu wa jina lako.